lakini sheria hiyo imefanywa marekebisho mara kwa mara ili kuweza kukidhi matakwa ya kuwajumuisha wanufaika wengi zaidi. Kwa hiyo sasa hivi mfuko wa taifa wa bima afya haulengi tu watumishi wa umma, lakini sasa hivi unamlenga kila mmoja. Kwa kila mmoja sasa hivi ni mnufaika wa mfuko wa taifa wa bima afya. Ulianzishwa kufuatia mabadiliko katika sekta ya afya, ambapo sasa ililazimu kuwe na uchangiaji wa gharama za matibabu. Kwa hiyo bima afya, mfuko wa taifa wa bima afya ukaanzishwa kama njia utaratibu madhubuti wa uchangiaji na upatikanaji wa huduma. Kumbuke wakati huo kuchangia ilikuwa unaenda unatoa fedha hospitalini, lakini sasa tunatafuta njia mbadala ambayo ni madhubuti na ni endelevu. Kwa hiyo mfuko wa taifa wa bima afya ni suluhu kwa hilo. Lakini pia ilikuwa kujengea uwezo wa kifedha vituo vya kutolea huduma. Tunajua vituo kwa kipindi hicho sio kila mmoja ambaye angeweza kutoa fedha taslimu, lakini kwa kutoa huduma kwa wanachama mfuko wa taifa wa bima afya, vituo vina uhakika wa kupata malipo na kuweza kujiendesha. Lakini kushirikisha pia sekta isiyo ya umma, kwa maana kwamba vituo vya binafsi na vya mashirika ya dini katika kutoa huduma za matibabu. Lakini hii bima afya tofauti na nyingine imejengeka katika misingi ya mshikamano wa kijamii, social solidarity, na ndio maana bima afya inaitwa social health insurance. Haitengenezi faida, kwa maana ya kwamba sisi tunachangiana gharama. Mchango wako na mchango wangu tunaweka katika kundi moja, katika kapu moja, na anapougua mmoja wetu basi michango ile inatumika kwa ajili ya kumtibia. Lakini pia tunafidiana majanga, kwa maana ya kwamba wenye kipato kikubwa wanafidia wale ambao wana kipato kidogo, lakini wale ambao wanaugua wanatibiwa na michango ya wale ambao hawaugui mara kwa mara. Na mifuko ya bima afya ya umma huendeshwa kwa lengo la kutoa huduma na wala sio kutengeneza faida. Wanahabari sisi tuna changamoto nyingi sana kwenye tasnia hii ya habari, na taasisi nyingi zimekuwa zikitutumia kwa ajili ya kutoa elimu, lakini sisi wenyewe hatunufaiki na zile taasisi zinazotutumia. Kwa mfano, mahali pengine NHIF hawezi kufika, lakini sisi kama wanahabari huwa tunafika, aidha kwa njia ya radio au television, tunafikisha hizi habari. Lakini binafsi sisi hatunufaiki. Kulikuwa na vile vifurushi vya makundi kama shilingi 76, na sisi kama Mbeya Press tulikuwemo humo, lakini vilivyofutwa kwa kweli sisi tumekuwa ni wahanga, kwa sababu kwanza wengi wetu kama wanahabari hatuna kile kipato cha kudumu. Wengi taasisi nyingi huwa zinalipa wengine kwa story. Sasa kama unalipa kwa story, inaweza kufika mwisho wa mwezi una story 2 au 3 na story moja shilingi 3000. Kwa hiyo kumudu kulipa hiyo bima inakuwa ni ngumu kidogo. Sasa tumeomba tungefikiriwa kama wanahabari, kwa sababu tunafanya kazi pamoja na nyie, kirudishwe kile kifurushi cha shilingi 76, angalau na sisi tukaona tunanufaika na elimu hii tunaenda kutoa kwenye jamii. Cha kwanza mimi nilikuwa ni swala hili la vifurushi. Mimi nilikuwa naona kwa mtazamo wangu, lakini kwamba Tanzania tuko asilimia labda milioni 55. Sasa kwa kiwango cha chini, mimi kwa maoni yangu tuwasikie watu wengi zaidi. Walau kwa kila mtu Tanzania angeweza kuchangia 100,000, tungeweza kuwasikia wengi zaidi kuliko kiwango cha chini cha 192. Yaani tungewasikia wengi tukapata pesa nyingi zaidi kuliko ambavyo tunaenda kwa sasa hivi. Huyu ambaye mmemlenga hasa kwenye hivi vifurushi ni mwananchi wa aina gani? Mwananchi wa kipato kipi hasa mmemlenga? Lakini kwenye swala la umri nako naona kuna sijaelewa vizuri. Kadri umri unazidi kwenda ndivyo na vifurushi vinazidi kuwa vikubwa. Tunafahamu pia sera ya taifa ni afya bure kwa wazee. Sasa sijafahamu kwa vifurushi hivi kwa huyu mzee mnamsaidiaje? Mtu anakuwa na kifurushi hiki, sijakalili majina, cha 192 akakilipia kwa uaminifu, lakini tatizo kuja kumpata inaonekana ugonjwa wake unaangukia kwenye kifurushi cha milioni 1 ina ngapi? Thamani yake inakuwaje? Ana kadi lakini hawezi kutibiwa kwa sababu maana napata shida kwamba mtu anakuwa mganga wa kienyeji kwamba mwaka huu nitaugua ugonjwa huu, kwa hiyo nilipie kifurushi hiki, au mwaka huu sitaugua hiki. Maana pia unaweza kulipia. Mimi ninapojua bima ya afya kwamba tunachangia kumkiwa na afya njema. Tunapokwenda tunapougua ndio tunakwenda kupata matibabu kulingana na jinsi tulivyochangia. Sasa mimi nimechangia kifurushi cha 192.
nakuja kuugua nakuta ugonjwa wangu unaangukia 390 na kitu. Kwa hiyo inaonekana hata kadi ndio nayo ya bima ya afya ni garasha kwa sababu hawezi kunisaidia. Sasa hapo hilo mnamsaidiaje mtu ambaye amelipia kifurushi hiki lakini ugonjwa wake kwa sababu yeye hakutabiri kwamba ataugua nini, ugonjwa wake anaangukia kifurushi kingine, msaada wake uko wapi? Sio kama mimi nataka kujiunga leo na sijafahamu nitatumia muda gani ama itachukua muda gani mimi kuanza kuitumia ile bima yangu sasa. Na baada ya kuchukua huo muda, kama itakuwa ni ndani ya siku 30, ikatokea katika zile siku 15 nikaanza kuumwa, zile pesa zangu tayari nimeshatoa, nini ambacho mtaweza kunisaidia kwa mtu ambaye tayari nimelipia lakini ninaambiwa zile siku 30 mpaka ziishe ndio nianze kutumia ile bima? Afya ni mfuko wa kijamii, na kama ni mfuko wa kijamii yuko kwa ajili ya kusaidia watu, lakini tumeona kuna uwekezaji mkubwa sana wa miradi mikubwa badala ya kwenda kwenye afya. Na hii ndio hivyo wakati wanachama wengi, kwa sababu sisi kama ni watu wa habari tunakutana nao huko ambao ni watumishi wa umma, wanashangaa kuona bima ya afya ambayo iko kwa ajili ya kusaidia watu kwa ajili ya matibabu imejielekeza kwenye kuwekeza miradi mikubwa, na mwisho siku hapo wengine hata ukienda kwenye vituo vya afya wanawaambia dawa, kuna changamoto ya dawa, kuna changamoto ya nini, vitu vinakuwa vipi. Sasa sielewi kwa nini bima ya afya imeamua kujielekeza kwenye miradi mikubwa badala ya kuwekeza kwenye afya za binadamu ambao ndio lengo kuu. Sisi ni wanahabari lakini asilimia kubwa ni wajasiriamali. Na nichukulie mfano tu, mimi mjasiriamali nachoma mahindi. Mtaji wangu ni 20,000. Kifurushi kidogo kabisa ni kifurushi cha najari 192. Utaratibu ukoje wa kulipa? Natakiwa kulipa yote au nalipa kidogo kidogo nimalize ndani ya mwaka mmoja? Hilo ni la kwanza. La pili, mimi naishi peke yangu. Nimejiunga na kifurushi cha 192. Kabla mwaka haujaisha nimeoa. Tuko wawili. Utaratibu ukoje wa update? Lazima tuelewe kwamba mfuko una namna mbalimbali ya kujumuisha watu kutokana na makundi ili mwisho wa siku waweze kujumuisha katika utaratibu huu. Kwa hiyo sio kwamba vifurushi ni kwa kila Mtanzania. Kwa hiyo mfuko umeangalia makundi yale ambayo kweli yanahitaji huduma, na kupitia mfumo wa bima afya kwa umoja wao wanaweza kumudu gharama za matibabu. Na hii yote tumeyafanya haya kwa kuangalia kwamba ili watu wasiweze kupoteza mitaji yao kwa maana ya kutumia mitaji katika kupata huduma, basi watumie mfumo wa bima ya afya ili mitaji yao iwe salama. Na ndio maana tunakuja na hiyo mikakati ya makundi mbalimbali. Kwa hiyo hata wanahabari kama mlivyosema hapo nyuma kulikuwa na utaratibu ule wa kikoa. Utaratibu ule ulilenga wajasiriamali. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi waliojiingiza katika ule mfumo walikuwa sio wale walengo. Kwa hiyo tumefanya mapitio na tutakuja na mfumo ambao pia utaingiza makundi mbalimbali kwa utaratibu utakaojulikana kama umoja, ambao utakuwa ni nafuu nje ya mfumo huo wa vifurushi. Sasa kujumuishwa NHIF. Tumezungumza, tujasema kwenye yale makundi ya mamalishe, kabla tungeyataja yote. Lakini press club unaingia pale. Sababu mwanzo tulisema ni wajasiriamali wadogo wanaofanya shughuli za kiuchumi, wenye vikundi vilivyosajiliwa, wana leseni ya umoja wao. Nyinyi kama mna leseni ya umoja wenu ya biashara kama wafanya biashara. Kwa hiyo kuna vigezo, wale wanakuwa wamesajiliwa mpaka TRA wanajulikana. Sasa sisi nyinyi kama mmesajiliwa TRA. Ndio maana kwenye ule utaratibu tuliona kwamba kuna makundi tumeingiza ambayo hayastahili. Kuna kundi moja mfano Moshi, waliingia matajiri wote wa Moshi wakaingia kupitia vile. Sasa wale tumewakwamua kule, tumewatoa waingie kwenye vifurushi. Lakini mwandishi wa habari aingie kwenye kikundi chake, tunaita umoja afya. Mama ntilie, boda, sijui wapagazi wa milima, mnafahamu watu ndio wapagazi. Waingie kupitia utaratibu kama umoja na tuwatambue kupitia umoja wao. Ndio maana tuliua masuala ya vikoa. Sababu kule ilikuwa ni zoa kama. Kwa kule tumebakiza vikundi na ndio tunatambua kufuatana na shughuli zao. Boda tutaenda boda afya, watakuwa na kadi yao. Kama tuna uwezo wa kubadilisha simu tunawanauza 500,000. Au tunasema taifa hili la watu ambao hawana fedha. Tunaandamani effort zote za serikali kukwamua watu kwenye uchumi. Gharama za simu tunazo, simu kila siku. Sitaki kuambia kama mtu ananunua kifurushi cha shilingi 500 kwa siku hapa ndani. Tunazungumza tu ndani, tuzungumze ukweli. Ndio hizo za kutumiwa. Hata mishahara si tunalipwa jamani.
Sasa nirudi kwenye gharama. Unaweza ukasema hizo gharama ni kubwa, lakini hizo gharama tukishazipokea ndizo fedha tunazoenda kulipia kwa ajili ya matibabu. Wanahabari, kwanza nitumie fursa hii kuendelea kuwashukuru kwa kutumia muda wenu mzima siku ya leo kukaa na sisi hapa kama Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Ni kweli Watanzania wengi bado wanahitaji elimu kubwa kuhusu masuala ya bima ya afya. Na hili sisi tumeliona sio Watanzania tu, makundi mbalimbali wakiwemo wanahabari. Naamini kabisa wengi wetu tulivyoingia si sawa na tunavyotoka. Si ndio jamani? Si ndio? Tulivyoingia si sawa na tunavyotoka. Kwa hiyo tu sisi inatupa chachu ya kutoka na kutoa elimu kwa makundi mbalimbali. Napata picha tu zaidi, na ndio maana napenda sana kuongea na wanahabari. Napata picha zaidi kwa mwanahabari ambaye haelewi yote haya tuliyoongea leo. Alafu anakaa chini na kalamu yake anaandika kuhusu bima ya afya. Alafu wasomaji zaidi ya milioni 20 wanaenda kusoma habari yake. Tutakuwa na kazi kubwa sana kuelimisha umma wa Tanzania. Lakini kwa kuwaelimisha ninyi, kutumia kalamu zenu, tunaamini kwamba Watanzania walio wengi watapata habari ambayo ni sahihi. Na niwaahidi kwamba tutaendelea kushirikiana nanyi katika nyanja mbalimbali. Tumezungumza hapa kuwapa kazi, mkafanye research, kuwapa elimu. Sema tu sisi tutaendelea kuwatumia sana katika hilo. Hili la pili, niwaombe sasa tutoe habari, the right message. Ndio maana ilikuwa mmoja akisema ametatizwa na atumia muda mrefu. Unajua wengine nilikuwa nawaboa, si ndio? Lakini lengo langu ilikuwa ni kwamba natamani huyo ambaye ametatizwa sasa atoke na the right message. Kuliko akitoka hapa akaenda kuandika hata hivyo mkurugenzi wa bima afya alishindwa kutoa ufafanuzi kuhusu swala hili. Kwa kweli tunatakiana mabaya bwana. Ajira yangu hapo inakuwa kwenye rehani, si ndio? Kwa hiyo bado nafasi iko wazi, endeleeni. Kama kuna swala lolote tafadhali chonde. Ofisi yetu iko wazi. Wengine mnawafahamu afisa habari wetu kina Grace, tumieni hizo nyanja. Wengine mnakutana kwenye magrupu kwa WhatsApp. Tafadhali. Wengine ni wamiliki wa hivi vyombo tunafahamu